Salam kwa wewe unayefuatilia Mtaji Academy. Heshima nyingi sana kwako. Yes, nina tangazo dogo kidogo ambalo ningetamani kuweza kukujuza kuhusiana na Mtaji Academy na shughuli zetu tunazozifanya. Cha kwanza naomba nikujuze kwamba kama Mtaji Academy bado hatuna website. Na kwa sababu hatuna website, hii inapelekea sisi kutokuwa na address au sio, email address ambayo ina jina la Mtaji Academy, kwa mfano ezekielkuhoga@mtajiacademy.com. Hii itakuja kupatikana baada ya kupata website, ila kwa sasa tunatumia mtajiacademy@yahoo.com. Hiyo ndio email address ambayo unaweza kutufikia nayo. Kwa hiyo ikitokea una mawazo, una maoni, una maswali, una pendekezo lolote lile ambalo unadhani Mtaji Academy inabidi tuliweze kulitilia maanani ili kuweza kuboresha utendaji, huduma ambazo tunazitoa na kila kitu ambacho tunakifanya, tafadhali tumia hiyo email address kuweza kutufikia, au sio? Yes, hiyo ni ya kwanza. Lakini cha pili, kabla hatujaanza kuwa na session hizi za kila wiki za soko la hisa leo, nakumbuka Orbit Securities walikuwa wana session zao ambazo walianza kuzifanya Clubhouse, baadaye wakahamia mtandao wa X, lakini kwa sababu ya wingi wa shughuli zilikuja zikapotea fulani na Mtaji Academy ika pick up from that. Of course kipindi hicho tulikuwa tunatumia jina la Mind Setting Initiative, la sasa hivi tunaenda kwa Mtaji Academy. Sasa kitu kimoja ambacho sitaki kukipoteza kutoka kwenye zile session za mwanzo kabisa za Orbit Securities ni kwamba walikuwa wanawashirikisha wawekezaji, kwa maana ya kwamba participants wengine walikuwepo, ndio wanakaribishwa kwenye kipindi cha Clubhouse, hata X baadaye wao ndio wakawa wanatoa insight zao kwa kuwa moderated na wataalamu kutoka Orbit Securities. Ila sasa hivi of course tuliboresha kiasi kwamba sasa hivi wao wataalamu wa Orbit Securities ndio watoa content kubwa, ambacho hiyo ndio ilikuwa goli kubwa sana la Mtaji Academy, kwamba sisi tuwasikie wao kama wataalamu wana vitu gani vya kutujuza sisi kama wawekezaji, sisi kama wafuatiliaji, kama wanafunzi. Yes, lakini sitaki kupoteza ile feature ya kupata insight za wasikilizaji, insight za wawekezaji. Kwa hiyo ndio maana nimeanzisha hii program ya kwamba angalau mara moja kila mwezi nipate mwekezaji mmoja, nipate mfuatiliaji mmoja ambaye atakutana na sisi, atashare screen yetu, ama atakuwa kwenye panel, niseme atashiriki kipindi kama washiriki wengine, atashare insight zake kama ambavyo nimeshafanya kwa Mr. Abbas Kimvuli wiki chache zilizopita, na natamani hiwe ni muendelezo. Sasa kama wewe ungetamani kuwa mmoja kati ya wawekezaji ama wafuatiliaji wa session zetu na ungetamani kuweza kushiriki katika session, au sio, moja kwa moja kwenye panel, kuweza kutoa insight zako, tafadhali nijuze. Pia tuma email yako kupitia email address ya mtajiacademy@yahoo.com. Nitumie hiyo email, andika unavyoweza kuandika pale. Unaweza ukaandika kushiriki katika kipindi labda kama title, lakini pia kwenye maelezo nieleze tu kifupi kwamba wewe ungetamani kushiriki lini, lakini pia una topic gani, una ujuzi gani, una ufahamu gani kwenye topic ambayo ungetamani kuweza kushiriki na sisi. Unaweza pia ukapendekeza kufanya presentation kabisa dakika 20-30, lakini kama hauna presentation basi unaweza tu ukashiriki kukawa kuna dakika kama 10-15 ambazo utakuwa ukihojiwa maswali mawili matatu, basi ikawa ni hivyo. Kwa hicho ni kidogo ambacho nikasema niweze kukujuza, alafu kazi iendelee, au sio? Basi nikutakie siku njema.